Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, alhamdulillah, katika zile mbio zetu basi na harakati mbalimbali kwa ajili ya kufanya utafiti na ujuzi zaidi wa kitaalam katika masuala ya miti na mimea kwa ujumla wake, na ili kutafuta njia bora za usaidizi kwa waja wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wenye kuhangaika ulimwenguni juu ya maradhi mbalimbali. Alhamdulillah, tumejaliwa kufika katika mji wa Bagamoyo. Bagamoyo unapajua, Bagamoyo unapafahamu, lakini wewe ambaye uko mbali zaidi labda unapasikia Bagamoyo, habari zake nyingi kweli mashallah, nzuri, lakini pia za utata ziko. Sasa leo tumejaliwa kukutana na mwamba bingwa wa mitishamba, Sheikh Omar Mtawatawa. Nitamani sana mumfahamu huyu na umjue nini anafanya na kazi zake zipi. Sheikh, salamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za leo, habari za harakati? Alhamdulillah ala kulli hal. Sheikh Omar, watu wanateseka sana na maradhi, wanahangaika, wanatapeliwa, wanaibiwa, watu wanafilisika maskini ya Mungu kwa ajili ya kutafuta afya, lakini hasa yenye kusumbua ni majini. Leo umenitembeza kwenye msitu huu, nashukuru sana, alhamdulillah, nimejifunza mengi kweli, utafiti unaendelea. Lakini kwanza niambie Sheikh Omar, unaishi wapi na hapa unafanya nini zaidi? Naam, jina langu naitwa Omar Muhammad Mtawatawa. Kwa jina la ofisi na kampuni yangu au ofisi yangu, hospitali yangu inaitwa Abu Hafsi Omar Mtawatawa. Hili ni jina la kazi na ndio jina la usajili wa ofisi yangu na shughuli zangu rasmia. Mimi ni mkazi wa Bagamoyo katika kata ya Zinga, wilaya ya Bagamoyo, ndani ya mkoa wa Pwani. Nipo hapa takriban karibu miaka 25. Nipo katika mji huu ikiwa kama ni muhamia, si mzaliwa hapa. Hujazaliwa hapa? Sijazaliwa hapa, lakini ni mwenyeji wa mkoa wa Pwani na nimekuja kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wewe mtu wa wapi hasa? Mtazamaji anataka akujue mtu wa wapi haswa, wapi kwenu? Asili yangu mimi ni visiwa ambavyo vinavyoambatana na visiwa vya Mafia. Katika visiwa hivyo, kanda ya kisiwa hivyo, kuna kisiwa kinaitwa Kuruti. Huko ndio maeneo yetu ndani ya mkoa wa Pwani na wilaya hii ya Mkuranga. Na wachawi nasikia huko sana. Asili ya wazazi wetu walitokea visiwa vya Lamu, Mombasa, baada ya kuroea katika visiwa vya Koma, Jovi na Kwale na Kuruti, ambaye ambatanishi au vinavyoambatana na visiwa vya Mafia. Hapo ndio wakapiga kambi hapo na kuweza kufundisha dini na kufundisha fani hizi za tiba za mitishamba ya Kiafrika pamoja na mitishamba ya Kiarabu. Mtazamaji, ni shekhe kwanza huyu, lazima ufahamu kwanza yeye ni shekhe, ni mwanachuoni. Sije kuona labda kashikashika miti ukasema huyu na Jafari Abdurrahmani sawa. Yani mimi sistahili hata kubeba viatu vyake. Mwamba kweli, lakini limebobea katika masuala ya miti hii, anaijua vilivyo kweli. Kuhamia kwako Bagamoyo ilikuwa ni kwa ajili ya uganga huku kusaidia watu ama nini? Shughuli zangu rasmi ni kama ni msimamizi na ni mlezi, wakiwa kama ni mtafiti na mlezi na msimamizi wa vituo vya kuhifadhisha Qur'ani na kuwalea watoto katika maadili ya kidini na ya kijamii na mazingira. Katika vituo hivyo, alhamdulillah, nimeasisi kituo changu cha kwanza ndani ya mwaka 2008 2006, na baada ya hapo tukaendelea kusambaza vituo vile. Umehamia hapa kwa lengo la kusomesha dini? Nimehamia hapa kwa lengo la kusomesha dini na kusimamia vituo vya kuhifadhisha Qur'ani pamoja na vituo vya watoto yatima na misaada kwa ajili ya wajane na watu waliokuwa na shida maalum. Ilikuwaje sasa baada ya kufanya shughuli hizo, labda umeacha alafu ukatokea kwenye tiba, ama ilikuwaje na mambo ya tiba haya? Shughuli za tiba sikuacha, na shughuli za malezi bado nazo mpaka sasa, naendelea nazo. Ni shughuli ambazo zinaingiliana. Tupo katika malezi ya kijamii kama ni mashekhe, tunaendesha vituo vya tahfidhul Qur'an na vituo vya dini, kufundisha dini ya Kiislamu katika wilaya hii, kata hii na wilaya hii, na isitoshe tunaambatanisha na hizi huduma za kijamii katika swala zima la tiba. Labda nikuulize juu ya swala la tiba, wewe hasa miti hii ama utaalamu huu mpaka umekuwa ukiwika kiasi hiki, mimi nimekusikia huko mbali huko kwamba kuna mwamba huko anaitwa Omar Mtawatawa.
tena mwamba wa miambani. Sheikh Taha Suleiman Bane ndio ananiambia kuna mwamba huko. Hii fani hasa umeasisi kwenye familia ama umejifunza ama kumekuja mpaka umekuwa mtaalamu kiasi hiki? Kama nilivyotanguliza hapo awali, wana asili ya kutokea visiwa vya Lamu, Mombasa, katika chimbuko za mababu huko walikotokea. Wale walikuja katika mazingira ya visiwa vya huku maeneo ya Mafia, katikati hapo, wakiwa na fani mbalimbali. Kwa maana hii fani na asili nayo katika upande wa wazazi na nimeirithi. Halafu baada ya hapo sasa nikakutana na miamba mingine katika mkoa wa Dar es Salaam na nikachukua mafunzo kutoka kwao, na nikapokea pia baadhi na kutoka katika nchi nyingine kwa wageni wanaokuja hapa na wataalamu mbalimbali. Tunakutana naye katika semina na vikao vyetu na umoja wetu katika fani hizi, basi tukawa tunapata maarifa na tunafikia hatua kujifunza mpaka tumefikia hatua hizi. Sheikh Omar yeye ana asili na mambo ya tiba. Niliwahi kuambia siku moja kwenye video moja kwamba tiba hasa angalau basi kwenye family kuna mtu awe anajua ama anafanya. Lakini tiba kujifunza tu ujanja wengi utakuwa wapigaji tu. Yaani umeona watu wanafanya wanakatakata miti na hii dawa ya nini? Hii dawa ya ngiri. Na mimi kuanzia leo najua dawa ya ngiri, utakuwa fix mwanangu. Lakini kiukweli kabisa lazima uwe na asili fulani hivi. Ndio kweli wewe kutakuwa na mbinu fulani unazo kutoka kwenu. Sheikh Omar, kwa sasa umekuwa bingwa sana katika masuala ya tiba, mashallah, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, lakini umekuwa bingwa sana katika masuala haya ya fani ya tiba. Kuna gonjwa linasumbua sana, mashetani. Umekuwa ukiyadhibiti katika staili ipi? Nini hasa mbinu ambazo unatumia labda kuhakikisha kwamba mashetani hawatambi mbele yako? Nini? Ni visoma peke yake? Bismillahirrahmanirrahim. Mashetani ni viumbe katika viumbe wa Allah. Ndio. Na ukiwafahamu hawakusumbui. Sawa. Na kiumbe katika viumbe ambao waasi na umefikia hatua kuingia katika mifumo ya binadamu kama tulivyoelezwa na kiongozi wa umma huu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wana uwezo Mwenyezi Mungu aliowapa wa kuweza kupita mpaka amepitio katika mishipa ya damu. Sasa hili limepelekea kuwapa nguvu kubwa sana wa kuweza kuweka sumu na kuweka ngome za kichawi katika mwili wa binadamu. Hatimaye mpaka imefikia hatua kuweza kumtawala binadamu na kumtingisha na kumfanya vile ambao anavyotaka na kumsemesha kile ambacho asichotaka yeye na kumwangusha na kufanya lolote lile, kwa sababu kuna ngome na ngao za kichawi wanaziweka katika mwili wa binadamu. Sasa sisi kwa vile tumesoma mbinu zao, tumesoma vitimbi vyao na tunawafahamu vizuri, basi sisi huwa hatusumbuki na mashetani kama mashetani. Sisi wakishaingia katika mwili wa binadamu anipokuja, basi kitu cha kwanza kabisa tunachofanya ni kupambana na vile vinavyomtia jeuri mpaka anaweza kumcontrol na kumsumbua mwanadamu. Umesikia hiyo mtazamaji? Umesikia? Niliwahi kusema siku moja kwenye jambo moja la sukari. Jamani, sukari shughulikia kongosho, sio kushusha sukari. Sheikh Omar leo ananipa kitu kingine sasa. Kumbe kukabana na mashetani. Unajua kuna sehemu unaenda kwenye visoma vya ruqya, unamkuta mama kapigwa ngeta kapigwa kabali mpaka anapumua kwa shida. Jamani, kumbe hayo hata watu wadili nayo hayo wanadili. Sheikh Omar anasema wewe angaika na ile kinachopelekea kumtia jeuri shetani mpaka anaweza kumtawala mtu katika mwili wake. Kile ndio anashughulika nacho. Baada ya kushughulikia kile, nini kinafuata? Baada ya kushughulikia kile, na tunashughulika kwa njia kuu mbili. Ndio. Njia ya kwanza, tuna dawa maalum. Hizo dawa ziko za aina 3. Ndio. Dawa hizo zinatumika kwa ajili ya kutafiti kwanza yule mtu ana tatizo gani. Tunaweza tukawa tunashumu kwamba huyu ana jini, ana uchawi, lakini uhalisia sisi tuna maabara zetu maalum. Kuna maabara maalum. Maabara maalum ya kufanya check up. System ya check up maalum. Bwana, hii mpya sijawahi kuisikia, lakini nimekuja kujifunza Bagamoyo kwa Sheikh Omar Mtawatawa. Kuna staili mpya hiyo sasa ambayo inakujia hivi karibuni. Mtazamaji popote pale ulipo, inshallah unaingizwa katika full pack. Kuna full check up ya kitabibu ya kisunna. Haina longolongo hiyo, haina ujanja, haina uchawi, haina ramli hiyo. Yenyewe tu ukishaingizwa humo
Ukishaingizwa katika maabara hizo dawa za aina 3. Dawa za aina 3 kwa 4. Ya kwanza utakoga, utachanganya na maji utakoga. Ya pili utapaka kama mafuta ya mgando, utapaka mwili mzima kila sehemu, utapaka mgonjwa kila sehemu. Alafu ya 3 atakunywa. Ndani ya dakika 5 mpaka 10 biidhnillah ishabainika shida ya mgonjwa ni ipi. Na inapobainika shida ya mgonjwa, basi pale pale hushughulikiwa na huangamizwa vibaya sana na huunguzwa vibaya sana. Kama tulivyoona Qur'ani inawaunguza majini, inaunguza uchawi, inabatilisha uchawi, basi hiyo dawa insha Allah biidhnillah kwa taufiki yake, kwa utafiti tuliofanya, inaunguza na inaangamiza moja kwa moja na kufungua vifungo vyote vya kichawi ambavyo vipo katika mwili wa binadamu, ambavyo vinapelekea jini kuweza kumpa nguvu na pawa ya kuweza kumtesa na kumsumbua na kumfanyia lolote lile ambalo analotaka binadamu. Sheikh, unakutuambia kwamba tafsiri yake kwa maelezo haya uliyoyatoa, yani hii dawa inakwenda kufichua mahala ambako uchawi umejificha, ama pia inakwenda kufichua alipojificha shetani, si ndio hivyo? Tamarkuz jini, yani center ya jini katika mwili wa binadamu ni uchawi. Sehemu ambayo atakayekuwa ndio ngao yake, ndio chimbo lake la kujificha ili kuweza kumsumbua binadamu, unakuwa na uchawi ameweka pale. Huyu anaitwa ni khadim sihiri, ni mtumishi wa uchawi, au khadim sahara, ni mtumishi wa wachawi. Hawa wachawi wakishamtuma na kishaweka vile alivyoweka pale, kuna njia 2 au 3. Ima na yeye anaweza akawepo katika ile sehemu ndani ya ule mwili kwa kutumia ngao na nafasi ile ambayo aloiweka ndani ya ule mwili, au anaweza akaweka uchawi yeye asiwepo, akawa anaingia baadhi ya mida na anatoka baadhi ya mida, sio kwamba muda wote anakuwa yuko pale. Sasa sisi tumuingiza maabara, tukimtia katika vipimo vyetu kwa kutumia hizi dawa za aina 3, basi hapo kama kuna jini yupo ndani ya mwili, wakati ule atakachokipata mawili, aangamie au akimbie, na ikawa ndio moja kwa moja mwisho wa ile tatizo. Mtazamaji, mimi nisiongee mengi sana, nikwambie tu mimi haya nimeyashuhudia, nina siku 10 na zaidi hivi sasa nimekuja kwa mwamba huyu kuchukua ilmu, kujifunza vitu vikubwa. Jamani, tiba hii ili upate kuwa mtabibu mzuri, usiridhike na ulichonacho. Nimetangaza mti mkuu na kazi zake na hivi na hivi na hivi, lakini bado kuna mahala tunakwama kwenye majini, mashetani. Watu wanaruka samasoti. Binti wa Kiislamu maskini ya Mungu anavaa vizuri, anajistiri, akipandisha yule mdudu anapiga samasoti, anadhalilika, nguo zinamtoka. Jamani, majini wanasumbua sana. Nimejionea mwenyewe, nimeshuhudia hiki ambacho Sheikh anakisema, nimekiona kwa macho yangu. Jini jamani, wenye majini. Wakati ndio huu, kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, Sheikh Omar Mtawatawa kuna kitu Mungu amempa, na wallahi inshallah mtakwenda kushuhudia matukio makubwa sana. Kiukweli wengi tunafanya visomo, wengi tunafanya dua, lakini kwenye ilmu ya dawa bado kuna vitu vingi hatujavijua. Sheikh Omar, nini umeshika? Huu nilioshika ni mti huu jina maarufu wanaoita muinga jini. Hii muinga jini ni Kiarabu, Kiswahili, Kimvita, kinini? Hii ni Kiswahili, wanaoita huu muinga jini, kwa maana unafukuza majini. Mti huu kama utauchanganya na utautia katika mjumuiko wa miti yetu 9 au 7 package ndani ya nyungu maalum. Ile linyungu, kuna linyungu hilo nimeliona, ikachemshwa, halafu mgonjwa mwenye majini akainama na kujifusha, wallahi kinachotokea hapo Mwenyezi Mungu ndo mustahani. Hii miti ipo kama aina 9, ukiwepo huu muinga jini, ukiwepo mkunazi, ukiwepo mvuje, ukiwepo kivumbasi. Ile siri yako Sheikh, kuna watu wamekaa hapa, kuna watu wamekaa hapa mijicho ndu, wanataka kujifunza vitu bure mjomba. Hola baba, baba Jafari ana roho mbaya. Sio roho mbaya, siku hizi waganga siku hizi wamekuwa wengi, kila mtu akimaliza sekondari kaferi form 4 na yeye mganga. Sasa uganga wenyewe anajifunza wapi? Anaangalia kwenye video YouTube, TikTok, Instagram, akisikia muinga jini nini ule mwingine hapo umeutaja
mkunazi, umeutaja hapa sijui mvuje. Kakaada daftari lake mjomba, kakaada daftari lake anataka kuandika. Baba umepauka. Nini kinajiri baada ya nyungu hiyo sasa kutengeneza? Ya kutengeneza nyungu hii na kumweka mgonjwa, kumfunika shuka. Wakati huo maabara keshapita bado? Keshapita maabara, hapo tiba zinaendelea. Yaani tayari tiba umepitia maabara, ushajulikana tatizo liko wapi sasa. Kwamba jini wako ndio aliokalia mguu, jini wako ndio anaumiza kichwa, jini wako ndio akakalia kiuno, mgongo haulali, mdhiki mpaka hospitali umepigwa x-ray uonekani unaumwa nini. Sasa ushafanywa check up, sasa unakwenda kwenye tiba sasa. Kufanya unasema wazungu kufanya finishing. Baada ya kumaliza hatua za check up ambaye ndani ya dakika 5 mpaka 10 tushabaini nini shida. Ndio. Na baada ya kubainika hiyo shida, ndani ya check up ile kinachotokea na kinachojiri katika mwili wa binadamu ambaye mwenye athari ya jini au mwenye athari ya uchawi au husda au aina yoyote, kinachotokea pale ni shida na hali ngumu mno, ikiwa ni pambano kali sana kati ya zile dawa pamoja na lile tatizo. Baada ya hapo kuna mbili. Namba 2 ni dawa, ni mchanganyo wa dawa za aina 3 mpaka 4. Hizi zinaitwa ufunguo kwa jina lingine. Ufunguo. Baada tushajua sasa hapa kitu fulani, sasa tunakwenda tunafunguaje pale. Ndio tunatumia hizo dawa 3. Yaani ushapigwa loki tayari. Tushafahamu tayari sasa zile password zinakwenda kufunguliwa sasa. Inatofia password ile, kisha malizika password, anaendelea na password siku ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ya 7 au ya 5, ndio huku anaendelea utaratibu wa hizi nyungu kwa mchanganyiko wa miti 7 mpaka 9 ambayo ikichanganyikwa na miti mingine 11 ikiwa katika dawa za nafaka za Kiarabu. Huu ni mwingajini. Huu unaitwa mwingajini. Mwingajini. Ambao umesema pia una ndugu zake. Una ndugu zake, viambatanishi vyake ni miti aina 7 mpaka 9. Akishatumia huu mgonjwa. Yaani mgonjwa kishafanywa check up tayari. Check up. Kamaliza check up yake. Sasa tiba mshamjua anaumwa nini? Anaumwa nini? Na shida yake ni kitu gani? Unakwenda kuna kitu ulisema pale kinaitwa nini? Ufunguo. Anafunguliwa sasa. Anafunguliwa baada ya password yake. Baada hapo anaingizwa kwenye nyungu. Anaingiwa kwenye nyungu. Nini kinatokea sasa baada akitia kwenye nyungu? Ndani ya muda mfupi usiopungua dakika 5 mpaka 10 kama ilivyokuwa ile check up ya mwanzo, huyo bwana jasho litamiminika kwa wingi mno. Ndio. Atadhoofika kiasi kikubwa sana. Ndio. Na pale atatokwa na machozi, atatokwa na hali mbalimbali. Ndio. Hatimaye huyo mtu atakuwa ni mtu amechoka sana. Na hapo kama ana shida za kichawi, husda, majini, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, hapo tumemaliza tatizo. Atakuwa amepona. Show yake imeishia hapo. Tumemaliza. Mtazamaji, nikwambie kitu. Nimeyashuhudia haya kwa macho yangu baada ya kuja kwa mtaalamu huyu kujifunza na kupata ilmu, lakini pia sikuja bure, nilikuja pia na wagonjwa kadhaa hivi kuona hayo ambayo huko mjini yanashindikana, huko Bagamoyo kwa Mwamba nini kinakuwa. Nikwambie hivi, kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, kwa kile ambacho Sheikh Omar Mwenyezi Mungu amempa siku 1 mpaka 2, kwa kile kitu ambacho Mungu amemjalia, unapona shida ya majini, hata kama yalikuwa ya miaka 140 unapona. Hiyo ni idhini yake Allah Jalla. Jamani, shida niliwahi kuambia, tiba hizi hazitaki longo, lazima usimame kwenye takwa. Mashallah, Sheikh Omar ni mwalimu wa dini, kasimama kwenye khairi, kasimama kwenye sunna, yuko sawa, hana mbambamba baba. Dawa zake nimeshuhudia, narudia, nimeshuhudia mwenyewe kwa macho yangu nini ambacho anafanya. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie na wewe. Una ndugu yako ana shida ya mashetani, amerogwa miaka 47, anateseka, anafanya hivi, mara mwehu, mara shehe msiji nini. Shekhe wangu, majini kumbe yanatoka tena kirahisi mno. Sitaki nirudie. Hakuna kupigana kabali. Wewe una mgonjwa unampiga kabali. Yaani unajua Sheikh Omar, mimi mwenyewe zamani nilikuwa napiga kabali wagonjwa wa mashetani. Kisa elimu zilikuwa ndogo. Nilikuwa naletea makabari. We jini unaletea mchezo, kijana wa Kiruguru, wewe nakutia kabari bomba utoki.
mgonjwa mpaka anapumulia mpira, ukimwachia na karibia afe. Tunashuhudia huko sehemu mbalimbali watu wanapigwa kweli kweli. Jamani, hakuna tiba za kupigana, hakuna tiba za kupigana. Insha Allah hivi karibuni tutakuja kuelezea dawa full package maalum, ambayo hiyo Mwenyezi Mungu akikujalia ukiipata full package hiyo ya madawa 3 mpaka 4, shetani yoyote, uchawi wowote, sijui nini, hasadi yoyote, chochote, kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, kwa mshikamano huu ambao unakuja hivi karibuni wa Sheikh Omar Mtawatawa na mimi Jaafar bin Abdurrahmani, una Jaafar mti mkuu maarufu, inshallah utakwenda kushangaa ajabu ya Mwenyezi Mungu, ajabu ya Rahmani. Sheikh Omar, nikushukuru sana. Mashaallah. Mwenyezi Mungu akuhifadhi, akupe umri mrefu, akutunzie familia yako, akutengenezee maisha mazuri kwa sote, na inshallah uendelee kuwasaidia watu na wala usife moyo. Ndio dunia ilivyo. Kuna wengine watasema yule mchawi, mbona inapona haraka? Wengine watasema yule sijui kasomea wapi sijui. Shekhe, yote usijali. Cha msingi kuwa tayari kusaidia umma. Mungu atakulipa kila la kheri. Mimi ni Jaafar bin Abdurrahman, mtazamaji. Inshallah baada ya ziara hii fupi tunarejea zetu mjini Dar es Salaam. Siku ya leo tumetembea kwa Sheikh Omar muda mrefu, sasa siku 10 na zaidi, na leo tunajiandaa kurudi jioni hii inshallah. Lakini nimetamani nawe upate kumfahamu Sheikh Omar Mtawatawa. Mimi sina khiana, nikiona mwenzangu kuna jambo analo zuri lina mafanikio na kuletea na nakutangazia na nakwambia mfate, utapata kitu kikubwa na utafurahi inshallah. Ila nikwambie na nakuahidi tena, kuna kitu kinakuja, package maalum ya vitu ambavyo Sheikh amevisema hapa. Hata uwe Marekani, Canada, Australia, wapi, Belgium, wapi, Ujerumani, wapi, dunia nzima, madam tuna vibali vya serikali, tuna kila kitu, tuko full inshallah. Dawa zitakufikia na Mwenyezi Mungu atakuondoshia balaa ulilonalo kubwa. Mtegemee Mwenyezi Mungu zaidi kuliko kutegemea dawa. Wallahu wali salihin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.